Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na situation ambayo imetokea huko mitandaoni. Bwana, nadhani utakuwa unakumbuka inasemekana kwamba Mange Kimambi alishaye kutoboaga siri kuhusiana na wadada ambao wameamua kwenda kufanya plastic surgery. Kwa mfano, hususan baada ya Tanasha kuonekana kama vile amejaribu na mdomo wake kuwa mpana sana na mkubwa, tofauti na zamani alikuwa na lips pana na kamdomo fulani hivi kadogo. Sasa kutokana na mdomo wa Tanasha kuwa mkubwa kiasi kile baada ya kwenda kufanya plastic surgery, ni kwamba wadau mbalimbali akiwemo Mange Kimambi akasema kwamba ni vyema akaenda akatoa zile lip fillers ambazo amezijaza mule mdomoni ili mdomo wake urudi kuwa normal kama ulivyokuwa hapo awali, kwa sababu ni msichana mrembo sana na hakuwa anahitaji kufanya hayo yote, labda shape tu aliyoongeza inatosha. Hakukuwa na sababu ya kugusa uso wake, na akawasisitiza wadada kwamba wasifanye plastic surgery usoni, yani sio necessary na huaga hazipendezi. Kwa hivyo basi usiriski kufanya plastic surgery, kufanya chochote kile usoni kwako, labda uwe umezeeka uende ukafanya facelift ili kuondoa mikunyanzi usoni. So hicho ni kitu ambacho Mange Kimambi alikizungumza, lakini baada ya kuzungumza hivyo, sasa baada ya Mange kuzungumza hayo, ni kwamba akatoa tena habari kwamba kuna bidada mwingine ambaye anaitwa Shishikiki. Huyu naye pia ameenda kufanya plastic surgery kwa ajili ya kurekebisha sura yake, pua na midomo na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi huyu Shishikiki alikuwa amekuja kuposti siku ya leo, kitu ambacho kimeshtua watu wengi sana, na alionekana jana kwa mara ya kwanza katika mwaliko wa iftari ya Diamond Platnumz. Umeona bwana? Kwa hiyo Shishikiki alivyoonekana tu, basi mitandaoni huku watu ndo akawa wameshaanza kuona sura yake kwa mara ya kwanza tokea alivyoenda kufanya plastic surgery, na maoni yamekuwa tofauti tofauti. Kuna page nyingine huku amekuja wameandika kwamba bwana, aliyekuwa ex girlfriend wa Harmonize Konde Boy Shishikiki amejaribu sura yake baada ya kufanya plastic surgery. Watu wamekuja kucomment, watu wameposti hivyo katika baadhi ya page huko mitandaoni. Wanadai kwamba binti amejaribu sura yake. Umeona bwana, lakini pia kuna page nyingine hapa na wamehusisha na Harmonize, kwa sababu huyu Shishikiki kuna kipindi tulimuonaga akiwa yuko close sana na Harmonize. Kwa ndio maana watu wakahisi kwamba kwa namna moja au nyingine labda alikuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo hapa kuna page hapa wamekuja wameandika kwamba Shishikiki afanya surgery kubadilisha pua na sura yake. Umeona kwamba awali sura yake haikuwa hivi, pua yake ilikuwa imeshuka chini, lakini sasa hivi pua imekuwa mchongoko, imechongoka kweli kweli, na pia vile vile lips zake watu wanasema kama vile kuna vitu ameviongeza kwenye sura yake. Kwa hiyo sasa huku kuna page hapa ameandika kwamba bwana mrembo Shishikiki ameonyesha muonekano wake mpya kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kufanya kinachosadikika kuwa ni surgery ya zaidi ya $100,000 ili kubadilisha pua yake, kuvuta macho yake yawe kwa urefu kuvuta macho yake na urefu wa sura. Hizi ni video za kwanza kabisa alizoziposti akiwa kwenye iftari ya Wasafi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa mrembo huyo Shishikiki. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kwa mtu amesema kwamba bwana amekuwa kama Jokililo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana bora angebaki tu kama alivyokuwa, pua kama mshumaa. Yani amekuwa kama mke wa Predator ile movie ya Arnold. Haya, kwa mtu anasema kwamba bwana huyu dada jamani sio mzuri kabisa na anatumia nguvu kubwa sana aisee, na still anazidi kuwa waovyo. Kwa msema kwamba kiukweli hiyo pua imekuwa kama msumari au imeongezeka sana urefu. Kwa msema kwamba kiukweli mwili hajaridhika, kaenda kuchonga pua sasa. Haya, sasa kazi ipo. Kwa msema kwamba biashara ya kutengeneza kwa jadishi hapo ameandika vitu vyeusi. So hizo ni comment tu. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba mbona sura yake ya mwanzo ndio ilikuwa nzuri kuliko hii. So watu wengi sana naona kama vile wamekuwa against na yeye. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.